Baada ya maneno mengi, kelele nyingi kuhusiana na Elie Mpanzu, watu kudai kwamba na mapenzi na klabu ya Young Africans, nikasema si haba ni mtafute Shabani Mpira Pesa nizungumze naye kuhusiana na usajili wa Elie Mpanzu. Niko naye hapa kuzungumza mawili matatu. Kwema, nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tumeamka salama, tumeamka na neema na baraka za tajiri Mohamed Dewji Mo, baada ya kuendeleza furaha ya wana Simba, kwa sababu sehemu akiwa Mo furaha inaendelea. Kwa hiyo sisi tunacheka tu akiwa Mohamed, kwa wale tunaijua thamani ya Mohamed. Wale wasiojua wanabakiwa na nuna tu, baki watu walisema alizima simu, tajiri anaizidia simu timu yake ama haba kweli. Kwa hiyo nadhani katika hilo tumefurahi. Bwana Elie Mpanzu anaongeza mkataba wa miaka miwili kuendelea kusalia ndani ya wekundu wa Msimbazi, na watu walikuwa wanadai ana mapenzi ya dhati na klabu ya Young Africans. Wanasema mwili uko Simba lakini moyo uko ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani. Kabla ya yote kwanza ni wapongeze viongozi wangu chini ya Mzee Magoli, wanafanya sajili za kisasa, kwa sababu ukiwa na jeshi ndani lazima uhakikishe jeshi lako unalipa mshahara wa kutosha, kwa sababu wao ndo wanajua ngome yako wewe unajifichia wapi na ukitaka kutoka unatokea wapi. Tumeona kikosi chetu cha kwanza, mchezaji huyu watatu wanaongeza mkataba. Wameongeza na Yusuf Kagoma, wameongeza na Rushan Derok. Jana wameongeza mkataba na Elie Mpanzu Kibisawala, ambaye kulikuwa kuna maneno mengi yanasemwa na wengi walikuwa wanafanya kama comedy kuhusu Elie Mpanzu Kibisawala. Nadhani Simba wanajua thamani ya Elie Mpanzu Kibisawala, ndio maana walimtoa kule wakaja kumleta Tanzania, na yeye Elie Mpanzu anajua thamani ya klabu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ni wapongeze kwa kumbakiza. Hakuna timu yoyote ambayo inahitaji huduma ya Elie Mpanzu Kibisawala, huo ndio kweli, na ndio maana kuna watu walikuwa na viherehere vya kusema kwamba wamemsajili tutachagua sisi kati ya dirisha dogo au dirisha kubwa, lakini wamemaliza hivyo. Baadaye wengine machawa, wale waandishi machawa wakina Mbukile mfupi kama chupa ya soda, anasema kwamba mchezaji yule ana mahaba na yule mwingine Mohaya Mlasenene yule Rafaeli naye anaongea kwamba yule mchezaji ana mahaba. Sasa tunataka tumwambie labda tumuulize Ansi walikuwa kwenye maeneo gani yeye na Mpanzu wakati wanaongea Mpanzu ana mahaba na Yanga. Maana mwanaume huwezi kusema mwanaume mwenzio ana mahaba na kitu wakati mko mbalimbali. Hata atuambie Ansi walikuwa kwenye engo gani wakati Mpanzu anamwambia Ansi kwamba mimi na mahaba na Yanga. Waache propaganda. Kama maisha kutoka Bukoba yamekushinda kuja mjini, tafuta riziki kwa staili nyingine. Usiweke uchawa. Lakini yote kwa yote ukichanganya, Mohamed kafanya kile tunachokihitaji, na yeye ndio mkombozi wa kila jambo kwa Simba. Kamuita Elie Mpanzu Kibisawala, kamwambia miezi iliyobaki michache, ongeza miaka mingine miwili. Nadhani kijana kasinginda nini Kiswahili gani anasema kusigina kasinya mkataba mwingine, maana kila mtu ana lugha yake. Kasinya mkataba miaka mingine miwili, na msemaji wa timu anaojifanya mpinzani wetu mwiko nyuma, nadhani sasa ana kitu cha kuwaambia wananyuma mwiko wenzie kwamba ile story wanaongea ni ya uongo na aache propaganda. Huu mpira kama bosi kamtuma azungumze propaganda, sisi hatuzungumze propaganda, sisi tunazungumza vitu vilivyokuwa kweli. Kwa hiyo Ali Kamwe akatafute jinsi ya kumshawishi tajiri ili amtulize, kwa sababu yeye ndo alithibitisha kwamba kama sio dirisha dogo dirisha kubwa, na mchezaji wao sasa, mchezaji wao tena kaja tena kasinya kwetu miaka tena miwili, kasinya miaka miwili tena. Sasa nadhani yule kijana hali yake ishakuwa ngumu, ila matajiri wanalizishwa na mambo mengi. Aende nyumbani akaoshe vyombo kwa bosi, tajiri atalizika. Si hali maana kama kazungumza uongo, alafu akina Mzee Magoma sasa watafutie mbeleko. Maana Magoma alishajua Elie Mpanzu anaenda kwao, na wale machao wengine nao walishajua. Lakini sisi tuwaambie mchezaji yoyote tunayemhitaji hawezi kuondoka siku. Viongozi wameona nini? Kitu cha pili kwa upande wa Elie Mpanzu, tunaona namna wana Simba baadhi yao pia walikuwa wanamchukia. Hao walikuwa wanamchukia mamluki hao.
wenyewe tunajua Simba na tunafuatilia Simba na tuna mahaba na Simba. Hapana, uje nikwambie kitu. Simba sasa hivi kuna watu wamevalishwa joo la Simba, lakini wao wakiwa chula wa maji kwenye maji machafu. Simba wenyewe tulikuwa tunajua kabisa mchezaji anapitia kipindi kigumu, kuna wakati anakuwa kipindi kizuri. Hata maisha ya kawaida hao wanazungumza, kuna time wanakula mlo huo, kuna kipindi awali, kuna kipindi wanakula milo mitatu. Je, familia zao zinaenda kuwakataa? Elie Mpanzu alipitia kipindi kigumu cha katikati. Kwanza alipata misiba mfululizo. Lakini kuna vitu vingine sio vizuri kuvitangaza kwa kila mtu. Elie Mpanzu binadamu kama binadamu mwingine. Kama unafuatilia mpira hata Ulaya, kuna kipindi wachezaji viwango vyao vina drop, kuna kipindi vinaenda juu. Watanzania wengi wanaishi kwenye mipira sasa hivi waongee uongo ili wapate riziki. Ila sie Simba ambaye hatutaji riziki, tunahitaji timu yetu ishinde. Tulijua Elie Mpanzu atarudi katika mfumo wa kucheza mpira. Na leo tumeona Elie Mpanzu ashaanza kurudi kwa sababu kuna baadhi ya vitu vishamungua kwenye nafsi yake. Ndio maana tajiri Mohamed Dewji akamuita akaenda kumwambia bwana weka mkataba mwingine miaka 2 bado tuna imani na wewe. Kwa maana hiyo baadhi yao waliingiza kwenye kinga na watu wengi wapo. Wakina Michome si wakina Michomeko, si Michomeko. Wapo wengi tu wakina Michome, na yule Michome kuna mwingine kazaliwa mdogo wake mwingine. Na yeye anaongea utumbo huo huo. Si wakina nani? Si tuwaambie. Simba Sports Club inatengenezwa kwa mikakati, haitengenezwi kwa sababu ya maneno yenu. Watu wanachofanya wanaangalia nani ambaye anakuja kuleta huduma iliyokuwa bora kwetu. Hamna mtu asohitaji huduma Elie Mpanzu kibisawala, ni uongo. Na leo hao wanafiki unaona wanasema kwamba Elie aondoke, akienda kwenye nyuma mwiko wao ndo wataanza kulaumu viongozi. Tumemwacha yule, angalia anapocheza, usiumeelewa. Kwa hiyo Elie Mpanzu kabaki mwenye wivu ajinyonge, na tunaye na tunatamba naye na bado tutavimba naye na bado atafunga sana na bado atawakimbiza sana Elie Mpanzu kibisawala. Namna unapomtazama kiwango chake tayari kimeanza kurudi, ana goli 2 kama sikosei na assist 5. Kashamaliza mawazo aliyokuwa nayo. Hamna mtu asiyojua misiba maana yake ni nini. Alipata misiba ya ghafla. Kashasahau, kamshukuru Mwenyezi Mungu, maisha ili yaendelee. Nadhani umeona mechi ya TRA dakika ilizoingia. Kuna mambo kayafanya. Lakini bado ana miaka 2 tena mbele, atazidi kufanya mambo mengi. Wakati wa viongozi wa Simba kujiandaa kwa ajili ya michuano ya CAF na ubingwa wa ligi kuu. Wanafanya sajili mapema kwa sababu wanaepusha watu kutumia mgongo wa klabu ya Simba kuwaaminisha mashabiki wao kwamba wao wamepola mchezaji Simba. Si umeelewa maana yake? Kwa sababu usajili ukifika, wachezaji wetu wote wanakuwa wao. Leo usajili ukianza, utaambiwa Innocent Yaula kashati ya mkataba miaka 2 nyuma mwiko. Leo mkusajili ukikaribia, utaambiwa Libasa Gay, Haribu Saidi Engineer ili sikashamalizana naye. Sasa kwa kuepusha maneno yale, tushasinya na wachezaji wetu kosi cha kwanza watatu. Yusufu Ali Kagoma, Roshan Derok, Elie Mpanzu kibisawala, na kuna wengine kijana kutoka Mwanza pale Mwamba namba 6 anapokezana na kaka yake Yusufu Ali Kagoma. Hapo kuna winga moja kutoka Dodoma Jiji hapo hatari. Yaani ikifika kipindi cha comedy wanatosema kwamba tumepola, si hatutaki kupola. Kama hivi viongozi wamebadilika mfumo. Waende waseme wameenda kupola Azam. Ila sio wamepola kwetu. Wachezaji tunawataka wote, tunaongeza mkataba, na wale tunawahitaji kwenye msimu ujao tayari wameshasinya nusu mkataba. Wakimaliza kule wanakuja kwenye timu zao pendo wanazopenda. Ndio maana unaona leo bomu linalotengenezwa, hata Dickson Kibabage yuko kwenye timu ambayo hata mama yake mzazi anaipenda. Hakuna kama mama. Nani kama mama? Dickson Kibabage anasema mimi hata nikivunjika mguu najua mama yangu mzazi akiushika tu mguu wangu umepona. Anajilipua kwa vitu vyote. Sasa mtu anakwambia eti huyo anaenda anakamia ile kazi yake. Mpira sio lelele mama, mpira kazi. Kwa hiyo Kibabage anafanya kazi yake kama vile jinsi inapotakiwa. Tumechukua mchezaji ambaye ana uwezo kupambania timu yetu na ana uchungu wa kuhakikisha kile pesa alopewa na Simba anaipambania. Dickson Kibabage mwamba kweli kweli. Ndio maana tukamwacha Babu Zimbwe, tukaleta kijana Dickson Kibabage. Mwenye namba ya Elie Mpanzu pale anatakiwa kujipanga sawa sawa. Namba ya Elie Mpanzu ina watu hatari. Na kuna mwingine analetwa winga. Maana ukichukua Libasa Gay, ukichukua Aura, ukichukua mwenyewe Elie Mpanzu, hapo kuna mtoto mmoja anaitwa Bashiru namba 60 na ngapi yule mgongoni kutoka B. Hao wote mawinga hatari. Hapo ujue yule mtoto wa maajabu hajatajwa hapo cha Sambi.
Yaani hiyo Simba au Mawings. Sasa Elie Mpanzu kwa sababu analikava nafasi nyingi. Asamba kuna mechi kama baada ya juzi, kuna iliyopita alicheza namba 10 na kila mtu aliona uwezo wake alipocheza. Kwa hiyo mimi nadhani ni wapongeze, lakini mwambie Mohamed Dewji, pana Simba tunahitaji raha, aachane na wale wanafiki ambao wanampondea. Sisi ndo tunajua thamani ya Mohamed Dewji, si so wahuni. Sisi tunajua thamani ya Mohamed Dewji, tajiri wa mpira. Sisi ndo tunajua thamani yake. Sisi tunajua thamani ya Simba leo mpaka tumekuwa nafasi ya 5 katika ubora. Sisi tunajua thamani ya Mohamed mpaka Simba imefanikiwa kukusanya pointi nyingi. Leo ligi ya Tanzania timu katika mashindano ya kimataifa zinashiriki 4. Hiyo ni thamani ya Mohamed. Na kwa kuthibitisha hilo, kaongeza mkataba wa Elie Mpanzu Kibisawala. Kipenzi cha wana Simba, sio kipenzi cha machawa wa Simba. Kipenzi cha watu wanaopenda mpira kwenye Simba. Kwa hiyo wale wanamchukia tajiri Mohamed Dewji tuambie watajinyonga sana. Yule yupo labda afe na Simba yake na Simba na ndio ya Mohamed Dewji. Mimi niwaambie tu ukweli, uweze kuwalofa uongoze mpira bwana. Mimi naambiaga tu kila siku, umeona Jerut kaweka hela kwa sababu kuna tajiri. Waibeti wameweka hela kwa sababu pale kuna tajiri. Leo ningekuhamisha badi pale na ndo unga mwana anategemea kuongoza, ni muombe mtu matajiri wasije kuja kuweka hela. Leo watu wameweka hela kwa sababu ya Mohamed Dewji. Tena jina lake hata tubadilisha, yule sio Mohamed. Yule Mohamed Dewji. Mfalme wa wana Simba. Hiyo kama unataka, hiyo kama utaki jitundike ujiue. Lakini yule ndo tajiri wetu na yule ndo analeta furaha katika chama letu la Simba Sports Club. Na watu wamekaa wanajiuliza, kwa nini Elie Mpanzu na rais wa heshima na haikuwa hivyo kwa upande wa Rushen wakati wanasinya na Yusuf Ali Kagoma? Kwa nini imekuwa Mpanzu? Mohamed Dewji ni rais wa heshima klabu ya Simba. Mohamed Dewji ni rais wa heshima wa klabu ya Simba. Kama unakumbuka usajili uliopita, kila mchezaji lazima aoneshwe yuko na tajiri Dubai. Labda wewe hujafuatilia. Wote katika kuongeza ndio Rusheni amuonesha. Lakini alienda CEO na Mzee Magoli. Hao wote ndio Mohamed Dewji. Jana na sasa tajiri mbele. Kasinya vile kwa sababu Elie Mpanzu watu walikuwa wanamsema sana. Tajiri ni faraja. Mimi leo hivi leo mimi kaja kanishika mkono tu. Mimi sinema hiyo. Sasa Mpanzu tumeona baada ya kuwa karibu na tajiri, mechi ya TRA dakika ilizoingia, hujaona shughuli yake. Alipiga moja pasi ndefu akaanza kukimbizana naye, watu wakawapita. Zamani alikuwa hawezi, lakini kwa sababu tajiri kamfariji. Na yule tajiri ni wa Simba. Kwa hiyo kamfariji kijana kama na mambo yote yaliyopita Singwe, Simba tugange yajayo na sisi tuna imani. Na Mpanzu mwenyewe kakiri kabisa hii ndio timu yake mwenyewe aliyochagua Tanzania kuja kucheza, na sisi tumwambie Elie Mpanzu. Watamuimba sana. Na wenye wivu na chuki ambao walitaka aondoke Elie Mpanzu bado mpaka 2028. Kwa hiyo watu wajue kabisa wakachekee chooni. Kuna wengine wanaona aibu kuchekea hapa. Wakachekee chooni. Na yule msemaji wao. Na yule mwandishi yule wa EFM yule mfupi kama chupa Pepsi. Nani anaitwa si yule mtoto kutoka Mbeya alikuwa anokota sadaka Morogoro. Na yule mwingine Muhaya yule. Tuambie hivi Elie Mpanzu mpaka 2028. Hiyo piga ua. Bwana wakati